kwanza ni washukuru wote ambao mmefika kwenye kikao kwa siku ya leo. Mungu awabariki sana. Ndiyo. Na nataka nitoe mahusia au ushahidi. Nilipochunguza nikaangalia, kweli huku mbeleni usoni tabakia na parokia 6, kwa sababu ukienda kuangalia ule upande wa Walumbi mpaka mwezi wa 3 nadhani kula kuna hata makanisa yaani kuwa na makanisa, lakini ninavyoona parokia ambazo zikingali zimo humu, hiki ni kikao cha pili, unakuta watu hawaonekani kwenye vikao, na tena ukiuliza wanakwambia mhusika alishachaguliwa, lakini huo mhusika hatujamuona anawakilisha section yao. Yaani tuombe kabisa tuwe na ushirikiano katika kazi hii ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuwe na ushirikiano. Na nyingine tuwaombe watu wa maadibisho kwenye maparokia. Jimbo likishatoa mpango kazi na tena likatoa kwamba tarehe fulani kutakuwa na kikao cha ngazi hii, kwa nini wewe mtu wa maadibisho unajua hilo mpaka unachelewa kufika kwenye nani? Kwenye kikao na ripoti yako kuitoa? Unadhani sisi tutasimama? Tutaendelea? Na kule ndio utaanza kufanyaje? Kuleta malalamishi eti sisi hamtuoni, sisi tuko hivi, lakini uwezo kaangalia yale mapungufu yako, unaona mapungufu ya watu wengine. Ni kweli hiki ni kikao cha ngapi? Cha pili, japokuwa pale Yerusalemu walikuja watu wa nuru hai. Kuna kikao mbele tulifanya na wao wakafanya kikao kingine pale kwenye section yao. Na leo tumefanya kikao na wao wakafanya kikao tena cha section. Naona hicho kitu si kizuri. Tuko ndani ya jimbo moja, mpango kazi ni mmoja, lakini kuheshimu mpango kazi wa jimbo inakuwa ni shida. Na hiki si kizuri ndani ya kanisa hili la Kimethodisti. Unaweza ukakutana na mtu ambaye anasimamia ile kazi yake. Wewe mchungaji wa parokia unaweza ukapata shida. Hiki kitu tulishakiongea mara nyingi, lakini hao watu hawataki kurekebika. Lakini kwa ushauri kabisa ambao tunatoa, yani watu wa maadibisho kwenye ngazi husika tushirikiane ili mambo ya Mungu aweze kuenda vizuri. Na kingine ambacho nitakiongea ni kuhusu hii ibada ya vijana walivyoomba. Ni kweli kama tawi limetuma la vijana kwamba huku mtatupa muimbishaji, huku mtatupa msimamizi au mhubiri, we mtu wa maadibisho na mtu wa ujana section, kaa vizuri, tafuta wale watu, tukuze viwango vya vijana wetu, ndio wachungaji wa kesho, ndio watasimamia. Kwa sababu ukichukua huu yuko kwenye ngazi nyingine, japokuwa unakuta yeye alishafika kwenye ngazi. Sasa vijana huku wa Bethsaida wanamuona kwamba mzee wewe nenda ukafanye. Sasa nyinyi mtakuwa dini. Si kweli? Kwa sababu na yeye anaona kwamba section yake isiaibike. Lazima atafanyaje? Atachukua hiyo nafasi. Hata huo message jene ambayo ilifanyika hapa na nini, nilimuuliza, mbona wewe umehubiri? Akasema vijana wetu pale nani walishinda. Je, kweli? Tunamchagua. Kwani tunachagua ule mchungaji? Na ibada ni ya nyinyi vijana. Sasa mtafikia hii ngazi ya mchungaji lini sasa? Kwa sababu na nyinyi vijana inatakiwa viwango vyenu vifanyeje? Pande. Jamani, msiwe mnajiweka wafukara wa huku kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Inatakiwa mkue. Kwa sababu kama ni mtu wa kukusaidia, huyu ni mwalimu. Atakusaidia pale ambapo anaona na wewe viwango
yaani unaanza kutoa ile viwango vyako vimeanza kuonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sio yaani watu wa kujishusha, hapana. Kama una ile karama yako iachilie jasiri, yaani ianze kutumika, kwa sababu usipokutana na mchungaji ambaye ana roho ya Yoshua ndio hawezi kukuza watu wengine. Lakini ukikutana na mchungaji ambaye ana roho ya Musa na watu wengine, lazima wakuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kesho hizi nafasi ambazo tunazo, nyinyi ndio mtakuwa Mungu. Kwa mfano mimi, inawezekana hiyo wiki ikawa ni wiki yangu ya mwisho kwa humu na Musa. Unadhani huu madibisho nitaenda nao, hakuna mwingine? Kwa sababu na mimi nilikuta mwingine na mwingine atakuja akae Mungu. Sasa fikiria sikuachia mtu afanye nini? Afanye kazi. Tunaona itakuwa ni shida. Ndio maana na huyu asubuhi nilimpigia simu, mimi leo nitachelewa kulingana na 1 na 2 na 3. Tasimamia kikao. Nilifika akasema wewe endelea hivi. Kikao. Si kila mara wewe kiongozi, yani uonekane. Achana watu wengine wafanye. Na tena nimshukuru kweli, ametuongoza vizuri kikao chetu. Tumeenda vizuri. Naona nilimuomba tuchague hata katibu, lakini akamfanya. Tena amefanya vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana kesho kutwa akawa kwa hii nafasi au mtu mwingine. Tusiwe na mioyo tusiwe wa Yoshua. Tuachie hata watu wengine wao wanafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kweli mimi nawaaga, inawezekana kile kipindi pale kwenye message jene nilipanga, lakini nikapata ujumbe nisiondoke haraka, nikavumilia kidogo. Lakini kwa hatua hii, yani ile mvua ya mardi Mercredi, huo alifika, aliona mazingira yenyewe na akina James. Yani yalikuwa ni mazingira ya matope, unalala hata godoro yenyewe kisha maliza ni maji unaanika. Tena mvua ilikuwa inanyesha. Kaona tu nichukue maamuzi ya kuondoka nyumbani. Na watu ambao tunaenda pale Bujumbura tukawili. Inawezekana ikawa ni wiki yangu ya mwisho kwa unyaruzi. Lakini niwaombe mshirikiane kwenye huduma hii. Mtu mmoja hawezi kubeba kazi hii isipokuwa ninyi wote. Hata na mkuu wa jimbo hawezi kubeba hili jimbo asipokuwa na watu pembeni. Bwana Yesu asifiwe. Na mchungaji wa parokia hii hawezi kabeba hii parokia huku usikuwe na watu kama hawa wanaweza kumsaidia. Ndio maana nimesema kama una maono yaweza kusaidia kazi ya Mungu, achilia wewe apeleke kwa ule kiongozi, na mtu ambaye ana maono na yeye asiwe mtu wa nani, kwa sababu Maxwell ndo anasema ya kwamba wewe ukiachilia maono ya watu wengine yakienda, wewe kiongozi na wanayafanyia kazi, wewe ndio utakuja kuonekana kwamba ndio unafanya kuliko watu wengine. Lakini watu wengine nikiona huwa ameniletea maono, naona amenijadilisha, naona mimi sina maono yatupa. Lakini ukiona ni maono ya kujenga, achilia tena, mpe hiyo nafasi, asimamie yale maono ili kazi ya Mungu iende vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nadhani huu muda wa mwaka na zaidi tumefanya kazi na ndugu zangu. Sehemu ambayo nimewakwaza nisamehe, si kweli? Ndio. Kama niliwafokea au niliwaambia vibaya, nisamehe, si kweli? Nisamehe. Pale ambapo mambo hayakwenda vizuri, naomba msamaha, kwa sababu kesho kutwa naweza nikaenda. Kwa sababu jana nilikuwa pale kwa makazi,
nitaenda kumalizia Jumatatu kujiandikisha, kwa sababu kuna mayatima nitapeleka. Walikuwa ni wageni wetu pale kanisani, mama yao alikuwa ni chizi wa hizi akili. Sasa hao watoto ikaonekana hawana ndugu, mimi ndio nitaenda kuwalea pale kwenye process hiyo, kwa sababu inakuwa ni ngumu. Basi nikapitia milango ambayo inahusika. Sasa nitaenda kumalizia Jumatatu, nadhani Alhamisi inawezekana nikaondoka kuelekea nyumbani Burundi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hicho niliona kwamba Mungu ndicho alimzuia nisiende kile kipindi, kwa sababu ningeenda nao watoto wakapata tatizo na Mungu